Hili ndilo kosa kubwa. Kosa kubwa. Kosa kubwa. Yes man. Karibu kwenye show, tunaenda kujifunza kwa kina. Kosa kubwa. Maarifa. Sauti ya Mzee Sonelo. Maarifa. Hili ndilo kosa kubwa ambalo wanalifanya wanaume wengi linapofika swala zima la mahusiano. Hili ndilo kosa kubwa ambalo linaangusha mahusiano. Hili ndilo kosa kubwa ambalo linaenda kuvunja imani ndani ya mwanamke, inaenda kuvunja imani ile asili, inaenda kuvunja. Tukutana ndani ya kosa kubwa, tukasome kwa kina, tukajifunze. Bila shaka wewe ni mzima wa afya, na anayesikika hapa ni Mwalimu Sonelo. Ni Mwalimu Sonelo. Mwalimu ni nani? Mwalimu ni mwakilishi wa maadili. Mwalimu sio mwelekezaji tu, bali yeye ndiye kielelezo cha maadili. Kile ambacho nakufundisha hapa ni kitu ambacho kinafanya kazi kweli na ninakiishi. Kinafanya kazi kweli na ninakiishi, na kina matokeo kweli kabisa. Mwalimu ni nani? Mwalimu ni mjenzi wa tabia. Mwalimu ana jukumu kuu la kuhakikisha anajenga tabia ya kimaadili na kukuza hadhi ya ndani ya mwanadamu, ambaye wewe mwanafunzi ambaye unanisikiliza, ambaye wewe ndiye mwanafunzi wangu, ndio ujue kwamba mwalimu anayesikika hapa ana jukumu la kujenzi wa tabia mpya. Tabia gani? Tabia ya kitawala, tabia ya wanaume watawala. Pia mwalimu ni nani? Mwalimu ni mlezi. Ni mlezi wa nafsi, ambaye ana jukumu la kuijenga nafsi ili iweze kufikia level za juu katika utambuzi na uelewa, na mengine zaidi kuhusu mwalimu ni nani, mwalimu anafanya nini, mwalimu bla bla bla, Mwalimu Sonelo. Mengine tutasikia kipindi kijacho, tutasikia kwenye vipindi vingine. Nilikwambia nitazidi kukupa utambulisho kamili, utambulisho ambao unazidi kutuweka pamoja katika namna ya kujifunza kwenye safari ya maarifa, kwenye safari ya maarifa kufikia uelewa wa kina, uelewa katika kilele cha maarifa. Nachukua nafasi hii hapa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa afya, uzima na kutujalia hekima zaidi na zaidi, na kutukutanisha mimi na wewe ili uweze ukajifunze, ili ukasikie kile ambacho kitakutengeneza maisha yako, ili ukasikie kile ambacho umekuwa ukikiharibu kwenye maisha yako, umekuwa ukiharibu kwenye mahusiano yako, umekuwa ukikiharibu kwenye mahusiano yako. Sasa wakati huu hapa ni wakati ambao unatakiwa uchukue nafasi hii. Kwa wewe ambaye ni mgeni kwa mara ya kwanza, nenda ka subscribe kwenye channel yetu, nenda ka bonyeze alama ya kengele kwa ajili ya kuwasha notification. Pia like, comment, share kwa watu ambao unajali kuhusu wao, wanaume ambao unataka waamke pia, uweze kutambua nafasi zao, uweze kutambua majukumu yao, uweze kutambua nafasi zao kimahusiano zaidi. Mambo ni mengi sana, mambo ni mengi sana kweli kweli. Na nakukaribisha sana ndani ya Sauti ya Mzee Sonelo, nyumba ya maarifa. Karibu sana ndani ya Sauti ya Mzee Sonelo. Ni jukwaa pekee, ni jukwaa maalum, ni jukwaa la ujenzi wa vijana, ni jukwaa la ujenzi wa fikra, ni jukwaa la ujenzi wa utendaji wa maarifa, kufikia utambuzi, kufikia kusudio, kufikia maisha yenye maana kimahusiano. Ndiko utambue kwamba ndani ya jukwaa hili kuna mengi ya kujifunza, kuna mengi ya kuyaelewa, na kuna mengi ambayo yanaenda kuamsha na kuonyesha thamani halisi ya mahusiano, thamani halisi ya wewe mwanaume, thamani halisi yako wewe mwanamke, katika namna ya kutambua jukumu, mipaka, nafasi na namna ya kuenenda kimahusiano.
Kipindi kilichopita tumesikia mengi kwa kina na tunaendelea kwa kina, ila wewe ambaye mwanaume mtawala unanisikiliza hapa, wewe ambaye kwa mara ya kwanza unanisikia, unatakiwa utambue kwamba kuna darasa la wanaume watawala. Hili ni darasa maalum ambalo tunakutana wote wanaume watawala. Wanaume watawala wanajifunza misingi ya wanaume, misingi ya ujenzi wa kimahusiano, misingi ya utambuzi wa nafasi zao, ili waweze kufikia mahusiano mazuri, mahusiano yasiyokuwa na stresi, mahusiano na ndoa ambazo zipo imara kabisa. Huko ndani utakutana na wanaume watawala, wanaume ambao wanafukuzia ndoto zao, wanaume ambao wana maono makubwa, wanaume ambao wanataka kufikia kesho zao katika njia iliyo sahihi. Na njia ya kwanza ni kuweza kuyatambua maarifa ya kimahusiano. Ukiweza kukontrol mahusiano, utaweza kukontrol uchumi, utaweza kukontrol maisha, utaweza kukontrol marafiki, utaweza kukontrol ndugu, utaweza kukontrol kila kitu kitakuwa ndani yako wewe, kwa sababu tayari unaelewa kanuni za mahusiano. Ukishindwa kukontrol mahusiano, hata ukiwa na uchumi, hata ukiwa na maisha, hata ukiwa na watu, utaharibikiwa tu. Ukishindwa kuharibikiwa kwa hao watu, basi mwanamke wako ndiye atakaye kuzamisha. Hilo unatakiwa ulijue, unatakiwa ulitambue na ulielewe kwa kina zaidi. Sasa unaingia vipi kwenye darasa hili? Kuna kigezo maalumu ambacho kinatazamwa. Kigezo cha kwanza zaidi ni utayari wako wa kujifunza. Wewe mwanaume, uwe tayari kujifunza, usije utalii mule ndani. No, usije kutalii. Uwe tayari unasema mimi ni mwanaume ambaye nataka mabadiliko. Okay, sawa. Kigezo cha pili ni ada ambayo utaiwekeza wewe. Kwa kila mwezi utaiwekeza kwa shilingi 20,000 ya Kitanzania. Ndio ambayo itaweza kukuruhusu wewe uweze kuingia kwenye darasa hili la wanaume watawala na kujifunza maarifa ya kale, maarifa ambayo yanaenda kujenga utambuzi, maarifa ambayo yanaenda kujenga nafasi yako wewe mwanaume na kufikia maisha yenye maana zaidi. Pia ndani ya Sauti ya Mzee Sonelo kuna vitabu ambavyo tunavyo. Kitabu cha kwanza ni kitabu cha Ukike na Hisia. Hichi ni kitabu ambacho kinazungumzia asili ya mwanamke, kinazungumzia nguvu ya hisia, kinazungumzia nguvu ya emotions, nguvu ambayo inawafanya wanaume washindwe kumwelewa mwanamke, washindwe kumwelewa kabisa, kwa sababu mwanamke ana operate katika upande wa emotions. Sasa anavyo operate katika upande wa emotions, sisi wanaume tuna operate katika upande wa logic. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kuelewa jinsi anavyofikiri, jinsi anavyowaza, ikiwa kama utambui misingi. Kwa hiyo wanaume wengi wanashindwa kumwelewa mwanamke, wanashindwa kumtambua mwanamke, wanashindwa kujua jinsi ya kuact na jinsi ya kuwa na jinsi ya kuishi naye na jinsi ya kuendesha mahusiano kitawala zaidi, na mwisho wa siku wanadondokea pabaya, wanadondokea kwenye testi zake, wanadondokea kwenye majaribu yake, wanadondokea kwenye nafasi ambazo zinaenda kuangusha maisha yao. Unakuta wanachanganyikiwa, wanapoteza utu, wanapoteza maana, wanapoteza maadili yao, wengine wanadiriki kutoa uhai. Yote ni kutokana na ukosefu wa maarifa. Unatakiwa ujifunze maarifa, na hichi kitabu kinapatikana kwa shilingi za Kitanzania 25,000 tu kwa hivi sasa. Na kitabu cha pili ni kitabu cha Sio Fumbo, kinaitwa Sio Fumbo. Kwa nini kinaitwa Sio Fumbo? Leo wacha tufungue kidogo sana. Kwa nini kiliitwa Sio Fumbo? Kiliitwa Sio Fumbo kwa sababu kuu moja tu. Kwa sababu kuu moja tu. Na hiyo sababu kuu moja ndio sababu ambayo imeenda kukionyesha hicho kitabu. Sababu ipi?
Mwanamke bwana aeleweki. Mwanamke bwana ana nguvu kubwa kuliko mwanaume. Mwanamke ni kama bata ambaye achunguziki, ukichunguza na kunywa maji yenye matope lakini bado ni mtamu. Sasa inakuwaje anakula matope na anakuwa mtamu? Bwana mwanamke ni bla hivi, ni bla vile, ni bla hivi. Mwanamke haeleweki bwana. Wanasaikolojia wanasema mwanamke haeleweki, wanasema hivi, wanasema vile bwana. Maprofesa wa mahusiano wanasema mwanamke hatambuliki, na research nyingi bwana, watafiti wa vyuo vikuu wanaonyesha bwana kile mwanamke haeleweki na hivi na vile. Lakini sio fumbo, manake hayo yote yanafanya mwanamke awe fumbo. Ni sawasawa nikakwambia hivi, wewe unajua kitu gani kitakutokea ndani ya dakika 5? Wewe unajua utachokifanya ndani ya dakika 5, lakini hujui kitakacho kutokea kingine ndani ya dakika 5. Kitu gani nasema hujui? Wewe hujui kama ndani ya dakika 5 utapigiwa simu na mtu. Hujui ndani ya dakika 5 utatafutwa. Hujui ndani ya dakika 5 utalipwa. Hujui ndani ya dakika 5 mteja atakutafuta. Hujui hilo. Ujui kwamba uhakika unao kwamba dakika 5 ikifika, ndani ya dakika 5 huyu atanipigia simu, mteja fulani atanitafuta, atataka bidhaa hii. Ndani ya dakika 5 ikipita, kwa mtu atanipigia simu, atanisalimu na hivi. Ndivyo ilivyo. Ndani ya dakika 5 ni fumbo kwa kweli, lakini unajua ndani ya dakika 5 nitafanya 1 2 3. Wewe umepangilia mambo yako, lakini ile ya nje inayokuja wewe una control juu yako wewe. Una control kwako wewe, yani kupangilia bwana yatokee haya kwa lazima. No, una watu wanakupigia tu, kwa maana yake naye dakika 5 zijazo zinakupa ni nini? Zinakupa ni fumbo kwako wewe, ila kwako wewe umepangilia mambo yako, lakini yale ya nje hujui ni lipi litatokea. Ndivyo ambavyo wanaume wengi wanavyoishi na mwanamke. Kwa mwanamke naishi naye sasa hivi, sijui kesho itakuwaje. Huyu bwana sijajua anakuja kwenye maisha yangu, anataka pesa ama anataka nini, sijui, lakini ndio hivyo, nipo naye kwenye maisha yangu. Kwa hiyo wanaume wanaishi na mwanamke kwa bahati nasibu. Hawaelewi kwamba kesho itakuwa vipi. Hawaelewi bwana, huyu ataniacha ama atakuwaje, ama hawana garantii yoyote. Garantii nazungumzia asili, kwa sababu mwanamke kweli amilikiwi, hilo nalitambua, lakini garantii naizungumzia asili, ambao ukielewa unajua kabisa huyu ni mwanamke ambaye si miliki. Maana mwanamke amilikiwi kimwili, anamilikiwa kihisia na kiakili. Kwa hiyo ukishindwa kuelewa hilo utashindwa. Sasa sio fumbo, maana yake nini? Sio fumbo ni kwamba inaenda kuonyesha kwamba mwanamke sio fumbo. Mwanamke sio fumbo kama mlivyoambiwa kwamba mwanamke bwana ni fumbo, mwanamke bwana eleweki bwana, mwanamke tabiliki, mwanamke ni ana nguvu kuliko mwanaume, mwanamke bwana ni bla bla bla, mwanamke. No, hichi kitabu kinakuja kukwambia sio fumbo. Manake huyu mwanamke sio fumbo, huyu mwanamke anaeleweka, huyu mwanamke bwana anatambulika, huyu mwanamke ni ninyi tu mjataka kumjua, lakini anafahamika vizuri. Na kielelezo kikuu kimeeleza misingi ambayo inamkamilisha mwanamke. Msingi mmoja wapo wa ipagami yake. Mwanamke ana date up, ana date juu, anataka kila siku vitu vikubwa ambao tunaona leo kimpa hiki atataka tena kesho, leo umempa anasahau kama jana ulimpa, kwa sababu ndiyo asili yake. Sasa inabidi uielewe ili uweze kuicontrol hiyo hali. Maana unaweza kuicontrol kielewa. Na kitu kingine, wanawake bwana wana maono yao. Wanaingia kwenye mahusiano kutokana na maono yao wanavyoona. Na wanavyoona tofauti na wanaume wanavyoona. Kwa hiyo ile tofauti inapelekea wanaume washindwe kuelewa kwamba wanawake wanaona tofauti na wanavyoona wao. Na ndani ya kosa kubwa inaenda kukuonyesha wanaona vipi, na kosa kubwa inagusa hilo. Hicho kitabu kitapatikana kwa shilingi 25,000 tu za Kitanzania kwa hivi sasa. Huu ni mwaka 2026 na hii show inafanyika ni mwezi wa 4, ikiwa leo ni tarehe 29 na majira ni saa 9,
ikiwa saa 9 na dakika 50 na kitu hivi ndio show inafanyika hii. Sasa kitabu cha mwisho ambacho nakizungumzia kwenu, ila kuna vitabu vingine ambavyo naendelea kuviandika. Kitabu cha mwisho ni kitabu ambacho kinaitwa Amri 10 za kumtongoza mwanamke kitawala. Hichi ni kitabu ambacho kinataka ukaanzishi mahusiano tangu siku ya kwanza uingie kifalme. Tangu siku ya kwanza mwanamke aseme ya hakika nimekutana na mwanaume tofauti sana. Hizi ndio kauli ambazo tunaambiwa watawala. Siku ya kwanza unawasiliana mwanamke, ndani ya dakika 10 tu umemaliza kuwasiliana naye, message yake ama kabla hujakata simu utasikia wewe ni mwanaume tofauti sana. Yani unanichanganya, wewe ni mwanaume, sijikutana na mwanaume kama wewe. Wewe ni mwanaume wapi? Wewe ni nani? Wewe mbona wewe. Na kuna wengine wanatuita wazee. Wewe mbona kama unaonekana na miaka 45? No, mimi sina miaka 45 man, huko bado sana, bado. Lakini mwanamke ambaye unawasiliana naye ukuta ana miaka 30, ana miaka 40, lakini anakuona kama ana miaka 50. Kwa nini? Kwa sababu ni kijana lakini una akili ya uzee. Ni kijana lakini una maarifa makubwa. Ni kijana lakini unaelewa mambo mengi man. And it's crazy man. Kwa hiyo hichi kitabu kinakupa power ambayo wewe mwanaume tangu siku ya kwanza utamsikia mwanamke anakwambia sijai kutana na mwanaume kama wewe. Sio mnaambiwa bwana, sijai kutana na mwanaume kama wewe, ukiwa tayari umehudumia sana, ukiwa tayari umejitoa sana, ukiwa tayari umefanya mambo makubwa sana. Kwa sababu mwanamke atakusifia katika engo mbili. Engo ili uongeze juhudi kwenye kile ambacho umekuwa unakifanya kila siku, ili akutumie zaidi, ili aende kunyonya zaidi, ili aende kuvuna zaidi. Kwa hiyo unatakiwa ulijue hilo, unatakiwa ulitambue hilo my brother. Unatakiwa ulijue hilo. Kwa hiyo unavyosifiwa na mwanamke unatakiwa kwanza ugune. Usigune mbele yake na agundue kama unaguna. Ugune ndani yako ujue hapa kuna kitu kitakuwa kiende sawa na kuna kitu kitakuwa kinaenda sawa. Kuna mawili. Aidha ni kweli nimesimama kiume na ile hali ya asili inaitikia, ama nimesimama kibwege kipumbavu anataka niende kumtumikia zaidi. Utakuta sijakutana na mwanaume kama wewe ambaye unanijali. Ukiangalia unakuta kweli bwana, unamtumia hela kila siku, unamlipia bills, unalipia kodi na anakusifia. Ujue wewe unatumika. Lakini wanaume watawala, ni kauli ambayo tunaisikia sana. Tunaisikia mno tangu siku ya kwanza ama mwanzoni mwa mahusiano. Mwanamke ana confess yeye mwenyewe. Kusema kweli sijakutana na mwanaume kama wewe. Sijakutana na mwanaume kama wewe. Wewe ni mwanaume wa tofauti sana. Wewe ni mwanaume wa tofauti mno. Yaani bwana wewe mimi nakuona baba. Wewe nakuona mume wangu, wewe nakuona baba, wewe nakuona king, wewe nakuona mfalme, sijakutana na mwanaume kama wewe. Na ana behave vizuri. Sasa utaweza vipi kufanya hayo yote? Misingi yote ipo ndani ya kitabu hicho. Kitabu hicho kinapatikana kwa shilingi 30,000 za Kitanzania kwa hivi sasa. Kitabu kinaitwaje? Amri 10 za kuanzisha mahusiano. Mtongoze mwanamke kitawala zaidi. Umeona? Sasa hivyo ni vitabu na mengi zaidi utakuta ndani ya website, ndani ya landing page ambayo ya sauti ya mzee Sonelo, na kuwekea link hapo kwenye description. Utaenda moja kwa moja na utajihudumia pale. Utakutana na bei tofauti tofauti, utakutana na masuala ya kutatua migogoro, kutatua kesi za kimahusiano, kesi mbalimbali, iwe kesi ya uchumba, iwe kesi ya kwenye ndoa, utatuzi mbalimbali wa kimahusiano. Unakuta pale huduma zote, namna kujiunga kwenye darasa unakuta pale,
namna ya program binafsi. Bwana, mimi nataka nipate program binafsi, nipate msingi binafsi, nipate hekima kwa binafsi, unifundishe mwenyewe, tuwe wawili katika mawasiliano. Nasema okay, sawa, kuna kila kitu kinawezekana. Kwa hiyo yote mtayakuta pale, na sauti ya mzee Sonelo inakuletea maarifa ya kina zaidi. Sasa tuingie kwenye show man, tuingie kwenye show. Kipindi kilichopita tulimalizia utangulizi wa kosa kubwa sana, kosa ambalo wanalifanya wanaume wengi kimahusiano. Umeona, kosa kubwa sana. Na leo tunaingia sasa kuangalia kosa kubwa sana wanalifanya upande gani, kosa kubwa sana wanalifanya wapi, kosa kubwa sana wanalifanya kwenye nini, kosa kubwa sana wanalifanya wakiwa wapi, wakiwa kwenye level gani ya kimahusiano, wanalifanya wakiwa vipi, wanalifanyaje hilo kosa kubwa kama mwanaume kwenye mahusiano yao, wanalifanya vipi hilo kosa. Tumeona kosa kubwa kwanza ni msingi wa jinsi wanavyowaza, jinsi wanavyofikiri. Sasa jinsi wanavyofikiri kwenye nini, jinsi wanavyowaza kwenye nini, jinsi wanavyotegemea kwenye nini. Tumeona pale jinsi wanavyowaza, mwanamke anawaza tofauti na unavyowaza wewe. Tumeona sawa, okay, unavyofikiri wewe na anavyofikiri yeye tunaona tofauti, sawa. Anavyotegemea yeye na unavyotegemea mwanaume ni tofauti, sawa. Kwenye nini? Pale kwenye nini ndio kuna msingi wa kosa lenyewe. Kwa hiyo tunaanza kosa la kwanza kabisa ambao wanalifanya wanaume, na ni somo ambalo lina madini mengi sana. Ukiwa msikivu, unaelewa, unasikiliza kwa makini, madini ni mengi sana, na kwa hilo madini mengi ambayo yataenda kubadilisha mtazamo wako, namna ambavyo unawatazama wanawake, namna ambavyo unatazama mahusiano. Maana vijana wengi wananiangusha sana unavyotazama mahusiano. Ngoja tusikie kosa la kwanza, alafu kuna kitu naenda kugusia hapa. Kosa la kwanza linasema hivi. Hili ni kosa kubwa sana ambalo wanalifanya wanaume wengi, jinsi ambavyo wanaingia kwenye mahusiano. Kosa la kwanza, jinsi ambavyo wanaingia kwenye mahusiano. Hili ndio kosa kubwa sana la kwanza, jinsi wanavyoingia kwenye mahusiano. Je, unaingia vipi kwenye mahusiano? Unaingia kwa namna gani kwenye mahusiano? Kosa la kwanza lipo hapo. Okay. Mbali na hichi ninachoongea hapa, nimebobea kwenye swala mahusiano. Hii ni profession ambayo naipenda, na lengo kubwa ni kujenga jamii kwa wanaume. Maana tunasikia matukio mengi ya mwanaume amekata mkono, mwanaume ameua, mwanaume amefanya hivi, mwanaume ameuawa, mwanaume hivi, mwanaume hivi, mwanamke amefanywa hivi na mwanamke amefanywa vile, watoto wanafanywa hivi, wazee bwana wanafanya hivi, vijana bwana. Mambo ni mengi sana, mambo ni mengi. Sasa mbali na professional hiyo, nina profession nyingine ambayo nilikaa darasani, kaa chuoni, soma na vitu kama hivyo, lakini nikachagua kuja kujifunza. Kama nilivyowaambia mwanzoni, nilikaa miaka kadhaa na nikaanza kujifunza maarifa ya mtaani na kukutana na mwalimu kutoka mtaani, mwalimu profesa ambaye nilipata misingi kwa miaka kadhaa. Baada ya hapo nikasimama na kuielewa na kuimaster na nikaivaa. Kwa hiyo mambo mengi sana katika maisha yangu yanazunguka kwenye mahusiano. Yaani mazungumzo mengi ya kimahusiano yanazunguka, yani mada nyingi za kimahusiano ni mada ambazo nazivaa kweli. Sasa ilikuwa ni jana. Ilikuwa ni jana, kuna jukwaa moja hivi ilikuwa live. Kuna discuss masuala ya mahusiano. Nilikuwa nimeingia pale kwenye live, nakuta
discuss masuala ya mahusiano, akasema okay, ngoja na mimi nikae hapa nichangie chochote kitu, niongee chochote kitu, nisikie chochote kitu kutoka kwa wanaume na wanawake. Sasa kitu kimoja, mada ambayo ilikuwa pale ilikuwa ni kwamba mwanamke, je, ni halali mwanamke kumtamkia mwanaume na kupenda na nataka tuingie kwenye mahusiano? Hiyo ndo mada. Wengine wanasema bwana ni halali, wengine sio halali. Na kuna wengine wanawake ambao wana support, wanasema nda ni halali. Lakini kuna wengine wanawake ambao wanapinga, wanasema sio halali. Lakini kuna wanaume ambao wanapinga sio halali, na kuna wanaume ambao walikuwa wanapinga kwamba ni halali. Wanakataa kusema sio halali, wanasema ni halali. Na Mwalimu Sonelo alikuwa anasema nini kwanza? Mwalimu Sonelo alikuwa anapinga sio halali mwanamke kuja moja kwa moja kutamka neno na kupenda, nataka tuingie kwenye mahusiano, sio halali kwa sababu sio asili yake. Na hayo mengine tutazungumzia huko kwa kina. Kitu ambacho nataka nikileta hapa ni nini? Kuna mwanaume mmoja ambaye yeye akatutoa kwenye hiyo mada kabisa, akaingia kwenye mtazamo wake halisi. Mtazamo gani? Na kama na wewe mwanaume unanisikiliza hapo na mtazamo huu, unatakiwa ubadilike haraka sana, kwa sababu ni mtazamo wa kipumbavu, ni mtazamo ambao utaenda kuharibu kizazi chako wewe. Alikuwa anatazama kwamba anasema bwana, wanawake wanataka pesa. Wanawake kama una pesa, mahusiano bwana, uwezo kupata mwanamke mrembo, uwezo kupata mwanamke mzuri, uwezo kupata mwanamke ambaye anavutia. Kwa sababu ukiwa hauna pesa utapata wanawake wabaya, wanawake ambao wachafu, wanawake ambao wapo ovyo. Huo ndio mtazamo wake. Anaamini wale wanawake warembo, wanawake wazuri, wanataka gharama, wanataka pesa. Kabaki tu na mtazama, kwa sababu tulikuwa tuonana, baki tunamsikiliza. Sema okay, huo ndio mtazamo wake. Na naamini kuna wanaume wengi ambao wana mtazamo huu, kwamba watafute pesa kwa bidii ndipo wapate wale wanawake warembo, ndipo wapate wale wanawake wanaovutia, wale wanawake wale wenye shepu, wataka wale wanawake ambao wazuri. Meblaza, huo mtazamo mbaya sana. Kwa nini pesa iwe daraja ya kupata wanawake wazuri? Na kwa huo mtazamo, kitu kibaya zaidi na kitu kizuri zaidi, pale live wanawake walikuwa wanaosapoti hilo, na walikuwa wanawake wanaopinga hilo. Wanampinga wazo, wanasema hapana, sisi wanawake hatupendi hela kama unavyofikiri. Sisi wanawake, sasa wanawake hawawezi kuielezea asili yao. Kwa mimi niko nawaelewa wale wanawake jinsi wanavyoongea na kile wanachokiongea. Niko nawaelewa kwamba hawa wanajaribu kumuonyesha mwanaume kwamba nyie wanaume mnawaza tofauti na sisi tulivyo. Hilo ndo kosa kubwa sana kwenu ninyi wanaume. Na kuna wanawake ambao wanasema wewe kama una pesa mtafute mtu wako, mtafute watu ambao bwana wale ambao hawataki huduma, hawataki hivi. Kwa hiyo kuna wanawake wa aina mbili, nishawafundisha hilo. Na kwenye asili yake kipindi ambacho ni Odokeza kipo kinakuja ambacho kitazungumzia asili yake ili muweze kuelewa hili na muwe na hekima ya juu kwa kina. Kwa hiyo wanaume wengi wanaamini kwamba mahusiano yanataka pesa. Niliongea nikamwambia kwamba sivyo unavyowaza, sivyo. Lakini kwa sababu ya mtazamo wake na experience na upande aliokaa, sikutaka kubishana naye sana. Nikamwambia okay, sawa, nikachana naye. Aendelee kuamini kile anachokiamini yeye. Lakini kuna ambao baada ya live walinifuata, wakanifollow na vitu kama hivyo, kwenda kupata maarifa zaidi, kwa sababu waliona okay, hapa kuna maarifa ya kujifunza. Hapa kuna maarifa ya kujifunza. Waliosikia sauti na wakaelewa, waliokutana na experience na wakaona kweli naongea uhalisia, wakataka kufuata maarifa zaidi. Umeona? Sasa kitu kimoja ambacho wanakifanya wanaume wengi ndio hicho. Usiamini kwamba wanawake wazuri wale ndio nataka uwe na pesa. No my brother. Wewe chukua kitabu cha Amri 10 za kumtongoza mwanamke kitawala, ndipo utakuja kugundua kwamba kumbe jamii inafundisha ujinga mwingi. Kumbe nyimbo za wasanii ni za kijinga nyingi. Kumbe maigizo na movie nyingi bwana ziendi kufundisha wanaume.
Utagundua hilo utagundua kwamba pesa haileti wanawake wazuri. Utagundua hilo. Sasa hayo mengine huko ilikuwaje, wanawake wanapatikana vipi ama sio, nishakwambia kitabu, na mengine utayasikia hapa. Twende sasa ndani ya kosa kubwa. Jinsi ambavyo wanaume wengi wanaingia kwenye mahusiano. Hili ndilo kosa kubwa analolifanya. Kosa la kwanza, Mzee Sonelo anasema wanaume wanaamini kwamba jinsi ambavyo wanaingia kwenye mahusiano ni sawasawa na wanawake ambavyo wanaingia kwenye mahusiano. Jinsi ambavyo wanaume wanavyoingia kwenye mahusiano, wanaamini kwamba na wanawake ndio hivyo hivyo wanaingia kwenye mahusiano. Hilo ni kosa kubwa sana, na ndilo kosa ambalo alikuwa na yule kijana ambaye nilikuwa namsikia. Yule ni kijana mvulana, maana sio mwanaume yule. Wanaamini kwamba jinsi anavyoingia kwenye mahusiano, yeye anaingia kwenye mahusiano mwanamke. Okay. Anaingia kivipi? Jinsi anavyoingia, anaingia kivipi mwanaume? Anavyoingia kwenye mahusiano, yeye anaingia akiwa na akili fulani ya kufikiria kuhusu upendo, kuhusu mvuto. Kwa mwanaume jinsi anavyoingia kwenye mahusiano, anavyoingia kwa kuvutiwa na mwanamke, anaamini ndivyo vile vile mwanamke anavyoingia naye kwenye mahusiano kwa kuvutiwa naye. Wanaume wengi wanavyoingia kwenye mahusiano wanaingia kwa mlango wa pesa, kama nilivyozungumzia, maana jinsi ni namna anavyoingia. Wanaingia kwenye mlango wa pesa. Kwa hiyo wanavyoingia kwa mlango wa pesa, wanaamini na wanawake wanaingia kwenye mahusiano kwa mlango wa pesa. Wanaamini jinsi wanavyoingia kwenye mlango wa upendo. Bwana, mimi mwanamke nimempenda sana, mwanamke. Jinsi ambavyo anaamini anavyompenda sana mwanamke, ndivyo vile vile kumwambia mwanamke kwa mimi nakupenda bla bla bla, ndivyo mwanamke naye amekubali na anampenda pale pale baada ya kumwambia. Wanaamini hilo ndio kosa kubwa sana. Yaani wewe umetoka huko, umekutana mwanamke somewhere, umempenda kwa muonekano wake bla bla bla, amekuvutia, ukaenda kumwambia mwanamke, unaona pale pale ama baada ya muda naye mkwambia bwana, na mimi nakupenda pia. Unaamini ameingia kwa sababu hile ya upendo ulionao wewe, lakini unasahau kwamba mwanamke aingie kwenye mahusiano kwa ajili yako meblaza, kwa sababu wewe mwanaume uliingia kwa ajili. Wanaume wanaingia kwa ajili yao. Wanaume wanaingia kwa ajili ya mwanamke, sio kwa ajili yao. Wanaingia wakimtazama mwanamke. Ndio maana yule akasema lazima uwe na pesa. Inamaanisha anamtazama mwanamke, ajitazami yeye. Kwa hiyo anavyoingia kwenye mahusiano, jinsi anavyoingia kwenye mahusiano, anaingia jinsi ya kumtazama mwanamke kwamba huyu mwanamke anavyoingia naye atanikubali kweli? Okay, atakubali kuishi hivi? Okay, atakubali hichi kitu? Okay, atazipokea hizi pesa? Okay, atapokea huu muonekano wangu? Okay, atazipokea hizi ndoto zangu ama hii kazi yangu ataikubali kweli? Ndio jinsi anavyoingia kwenye mahusiano, lakini ajitazami yeye kwamba hivi ninavyoingia kwenye mahusiano, huyu mwanamke ataongeza nini kwenye maisha yangu mimi? Hivi ninavyoingia kwenye mahusiano, hivi ninavyomsogelea mwanamke kwa jinsi nilivyo hapa, hivi ninawakilisha wanaume kweli ama ninawakilisha uvulana ili nipate matokeo mazuri? Hawafikirii hilo. Mwenyewe anafikiria kwamba huyu mwanamke atakubali, huyu mwanamke atanipenda. Mwanamke aingii kwa ajili yako meblaza. Yeye mwanamke anavyoingia anajitazama yeye, ndio ujue hilo. Aingii kwamba hivi huyu mwanaume kwa muonekano wake atanipenda kweli? Hivi huyu mwanaume kwa kazi yake hii ataendana na mimi kweli? Ndivyo anavyofikiri hivyo, ataendana na mimi kweli? Huyu mwanaume kwa muonekano wake, nikiwa mbele za watu watanisifia mimi kweli?
nikiwatambulisha kwa rafiki zangu watasemaje juu yangu? Huyu mwanaume kwa kazi yake hii, hivi atanihudumia mimi kweli? Hivi watoto wangu watakula kweli? Ndivyo anavyoingia kwenye mahusiano, anatazama yeye. Lakini wewe my brother, umekuwa unafanya nini? Umekuwa unamtazama yeye, na hilo ndilo kosa kubwa ambalo wanalifanya wanaume wengi. Wanafikiri kwamba vile ambavyo wanaifikiria wao heshima ndivyo vile vile na wanawake wanavyofikiria heshima, kwamba mwanamke bwana akiniona tu nimevaa vizuri, nimetoka kwenye gari zuri, basi ataniheshimu na atanipenda na atavutiwa na mimi. Sivyo. Uwe na gari zuri, uwe na kazi nzuri, lakini bado utazalaulika. Kwa sababu heshima na upendo hautegemei vitu vyako wewe vya nje. Hicho ndo kitu ambacho wanaume wengi wanakikosea, na hilo ndilo kosa kubwa sana. Wanaume wengi wanatazama vitu vya nje, wanatazama mavazi, wanatazama gari, wanatazama pesa, kama ndizo vitu ambavyo wanawake wanavitazama, kama ndivyo ambavyo vinafanya wanawake ingie kwenye mahusiano nao. Lakini sio. Mwanamke anatazama ndani yako wewe, kwamba huyu mwanaume ana wanaume, huyu mwanaume anafaa kuwa baba, huyu mwanaume atalea vizuri mtoto wangu, huyu mwanaume ataniongoza. Mzee Sonelo anasema wanaume wengi wanavyoingia kwenye mahusiano, ile jinsi ambavyo wanaingia kwenye mahusiano, wanaamini ndivyo sahihi. Wanaamini ndivyo sahihi zaidi, kuonyesha wao ni wa kipekee na wenye ukweli wa kihisia na kimapenzi kwa mwanamke. Vile wanavyoingia wao wanaume kwenye mahusiano, wanaamini ile jinsi ambavyo wanaingia kwenye mahusiano, ile jinsi ambayo wanaingia kwenye mahusiano ya kuonyesha upekee wao, ya kuonyesha ukweli wao wazi wa kihisia na kimapenzi kwa mwanamke, kwamba ndio sahihi. Wanaingia kwenye mahusiano wakitanguliza sana mapenzi na upendo, alafu heshima ifuate nyuma. Wanaamini ndio sahihi. Kivipi? Wanaume wengi wanatanguliza hisia, unyenyekevu. Wamfundisha, bwana wewe siku ya kwanza unavyomtongoza mwanamke muombe sana. Bwana mimi nakupenda sana, mimi bila wewe siwezi kuishi bwana. Unajua mimi niambie chochote nitakachokupa. Tukiingia kwenye mahusiano mimi na wewe bwana nitakununulia magari. Tukiingia kwenye mahusiano mimi na wewe bwana nitahakikisha hautapata shida yoyote. Tukiingia kwenye mahusiano mimi na wewe bwana na kisha ndani ya wiki 2 tutaenda kufunga ndoa, ama utaponikubali tu na kuja kutoa barua kwenu na kukuoa. Mimi ndio mwanaume ambaye ninataka nikuoe na nikuchukue wewe. Mimi ndio mwanaume ambaye wapekee katika maisha yako. Nitahakikisha na kusaidia kwenye changamoto mbalimbali, na kisha bwana nakutoa kwenye matatizo uliopo, na kisha bwana ninakujenga na kufungulia biashara. Yani mimi bwana mimi wanaamini ndio sahihi, wakinyenyekeza kwa mwanamke. Msingi mmoja mkubwa sana wa kitabu cha Amri 10 za kumtongoza mwanamke: usiruhusu dharau ya aina yoyote kuanzia ndani yako wewe, na dharau itaotoka kwa mwanamke. Usiruhusu hilo. Lakini wanaume wengi wanajishusha sana, wanajidharau sana tangu siku ya kwanza. Wanaamini ndio mwanamke anaona kwamba hawa ndio wa kipekee, hawa ndio wenye mapenzi ya kweli. Blaza haoni hilo. Mwanamke haoni hilo. Ndio utambue hilo. Haoni hilo kama unaliona wewe. Haoni hilo kama unavyoliona wewe.
Unaona kwamba nikijitoa sana bwana, nikaonyesha mimi ni wa kipekee. Yaani wanaume tangu siku ya kwanza unavyomtongoza mwanamke, unaonyesha mipango yako, unaonyesha pesa zako, unaonyesha maisha yako, unaonyesha uwezo wako, unanyenyekea. Mwanamke alikuta amekutukana, amekujibu ovyo, lakini bado unasema bwana, mimi naamini tu tutafika salama, mimi bwana, heshima bwana, ita uko mbele safari bwana, huyu mwanamke ananizalau, lakini itajulikana mbele kwa mbele. Wanaume wengi wanaazika mahusiano tangu siku ya kwanza, lakini wanaamini wameyajenga mahusiano, ila wanakuwa tayari wameshayazika. Kwa hiyo mwanamke ataingia kwa ajili ya uchumi tu, ataingia kwa ajili ya faida zake binafsi, hiyo kingono, ataingia kwa ajili ya kupata huduma, kwa ajili ya attention, lakini sio mahusiano ambavyo wanaamini wao ni mahusiano, sio. Kutanguliza mapenzi bwana, mimi nampenda sana huyu. Unatanguliza mapenzi kuliko heshima. Ukitanguliza mapenzi kuliko heshima, utapokea dharau kuliko utiifu. Utapokea dharau kuliko wema. Utapokea dharau ukitanguliza mapenzi kuliko heshima. Hiyo wanaume wengi wanatanguliza mapenzi. Huyu mwanamke bwana nampenda sana, na ishara ya upendo bwana ni ugomvi, na ishara ya upendo bwana ni kuonyesha bwana wewe ni unamtaka sana mtu, unatakiwa ununue vitu, umnulie sana, umuonge pesa nyingi, umuonyeshe bwana kuna auti, umuonyeshe bwana kuna hiki. Halafu unategemea yeye mwanamke akuheshimu wewe ambaye uitambui thamani yako, ambaye wewe unafanya nini, unamwonyesha kwamba wewe una mapenzi sawa sawa. Na uliambiwa kwamba wanawake wanalipa, wanakulipa. Kinyume na hapo watakupa kile ambacho ustahili, aidha thamani ya juu ama thamani ya chini. Wanakupa matokeo. Ili wakupa unachostahili, wanatakiwa kulipe, na ili wakulipe inatakiwa usimame kuna usahihi wa kila kitu ambacho unakifanya wewe mwanaume kwao. Sasa kosa kubwa sana ambalo wanafanya wanaume kuingia kwenye mahusiano kwa kutanguliza mapenzi kwa mwanamke. Wanaingia kwenye mahusiano kwa kutanguliza mapenzi, haswa upande wa mwanamke. Unatanguliza mapenzi, my brother. Mzizi wa anguko la mahusiano mengi, kupoteza mvuto, namna ambavyo wanaume wanaingia kwenye mahusiano mapya. Kauli moja ambayo nimekuwa nikiwaambia wanafunzi na watu wengine kwamba vile ambavyo unaanzisha mahusiano ndivyo vile mahusiano yatakavyokufa, ndivyo vile mahusiano yatakavyokufa. Kwa hiyo kosa kubwa ambalo wanalifanya wanaume wengi ni jinsi ambavyo wanaingia kwenye mahusiano, na jinsi ambavyo wanaingia kwenye mahusiano ni jinsi ambavyo wanayatanguliza mahusiano. Kivipi? Wanatanguliza upendo, hasa upande wa mwanamke. Wanaangalia upendo wa mwanamke na sio heshima. Upendo kivipi? Wanaangalia mwanamke anavyowajali, wanaangalia mwanamke bwana anavyoonyesha kwamba anawapenda. Wanaangalia vile mwanamke ambavyo anaonyesha bwana anawajali, yupo pamoja nao, anawasikiliza, lakini hapo wanajibiwa ovyo, hapo wanajibiwa kwa dharau, hapo wanatukanwa, lakini wanaamini bwana ananipenda, lakini upendo bwana, mimi naangalia tu upendo wake, wanaiacha heshima. Hapo ndipo mzizi wa anguko la kimahusiano, kwa sababu mahusiano yanajengwa na mvuto. Unatakiwa ujue hilo.
kitu ambacho kinambakisha mwanamke kwako, kukunyenyekea wewe, kukutii wewe, ni mvuto. Ukiondoa mvuto, huyo mwanamke hawezi kuwa mwema kwako wewe, na mvuto ni zao la heshima. Kwa hiyo wanaume wengi wanavyoingia wanatanguliza mapenzi. Bwana, sisi tunaingia kwenye mahusiano, ni BFF, tumetoka huko na tumekuwa marafiki kwa muda mrefu na sasa tunaingia kwenye mahusiano. Huyu mwanamke bwana nampenda sana na yeye ananipenda sana. Umejuaje kama nakupenda sana? Amekuwa ananiletea tu zawadi, amekuwepo na mimi, nikiongea naye bwana anafanya na vitu kama hivyo, lakini akuheshimu. Wanaume wengi hilo hawalijali. Kwa jinsi wanavyoingia kwenye mahusiano wanatanguliza upendo, na upendo umeaminishwa nini? Mfukuzie mwanamke. Umeaminishwa nini? Wewe mfukuzie tu mwanamke, umfukuzie tu bwana, muonyeshe tu, mwambie bwana, mimi bwana nakupenda sana wewe mwanamke, naye atakwambia nakupenda pia, na imetosha. Upendo ni nini? Upendo ni maneno ya mwanamke, ni maneno ya mwanamke, lakini sio matendo na sio tabia za mwanamke. Kwa hiyo jinsi wanavyoingia kwenye mahusiano, wanaingia kwa kuangalia maneno ya mwanamke pasipo kuangalia tabia, pasipo kuangalia matendo ya mwanamke. Kwa hiyo wanapoingia kwenye mahusiano mapya hawaangalii tabia. Ndio utasikia bwana, usimchunguze sana bata uweze kumla. Hakuna kipya chini ya jua bwana, mwanamke atabadilika tu. Mbona unabadilika bwana? Samaki akioza unamtoa, unaacha wengine waendelee. Kwa hiyo kama alikuwepo kwenye makundi ya marafiki wabaya, namtoa kule, nambadilisha, na mweka hapa, na natoka vizuri. Wewe meblaza, unatambua asili kweli? Unaitambua asili kweli? Bila shaka ujui unachokisema. Wanaume wengi kwenye mahusiano mapya wanayoingia wanatazama maneno. Nakupenda pia, nakupenda sana, nimekumisi nyingi, mwanamke anazozisema. Bwana, ungekuwepo hapa, bla bla bla, meseji nyingi sana. Wanaamini ndiyo mahusiano imara. Hilo ndilo kosa kubwa sana ambalo wanalifanya wanaume. Kosa la kwanza ni imani yao kwamba mahusiano yanatengenezwa na pesa. Ili niweze kuingia kwenye mahusiano, kama nilivyowasimulia kuhusu yule ndugu yangu bwana, alikuwa anasema mahusiano bwana natakiwa niwe na pesa bla bla bla. Na yeye anasema bwana, ili niingie kwenye mahusiano, na hichi nilichowasimulia leo kuhusu kisa cha yule mwanafunzi cha yule ambaye alikuwa anasema bwana, bila pesa wanawake hawezi kuingia kwenye mahusiano na wewe. Bila pesa uweze kupata mwanamke mrembo, uweze kupata mwanamke mzuri, utapata tu wanawake wa kawaida tu ambao hawavutii mbele yako. Hilo ni kosa la kwanza ambalo wanalifanya. Jinsi ambavyo wanaingia kwenye mahusiano, wanaingia wakiwa na imani kwamba mahusiano yanajengwa na pesa. Lakini kosa la pili ambalo wanalifanya wanaume ni kosa la kutazama maneno ya mwanamke. Kwa sababu mwanamke utavompa pesa atakusifia sana. Utavompa pesa, amen, utasifiwa mno. Utaitwa majina mengi sana, utapigiwa simu sana, utaonyeshwa wivu sana, ni maneno mengi sana. Lakini ukiongea naye bado anakujibu ovyo, bado anabishana na wewe, bado anashindana na wewe, bado akai kwenye njia zako wewe. Ndipo Mzee Sonelo anasema anguko la mahusiano mengi lipo hapo, kupoteza mvuto. Wanaume wengi wanaingia kwenye mahusiano mapya kwa kujionyesha sana utajiri wao au kuonyesha umaskini wao ili kumnasa mwanamke. Ili kumnasa mwanamke upande wa tamaa ya mali na upande
wa huruma, kwamba huruma ndio iwe daraja la kuingia kwenye mahusiano, kwamba tamaa ndio iwe daraja la kuingia kwenye mahusiano. Man, hilo ni kosa kubwa sana, ni kosa kubwa sana, ni kosa kubwa sana. Sasa mahusiano hayajengwi na vitu, mahusiano yanajengwa na nguvu ya asili, yanajengwa na wewe kwanza mwanaume, yanajengwa na wewe kwanza mwanaume. Kwa hiyo wanaume wengi kosa kubwa wanaolifanya jinsi wanavyoingia kwenye mahusiano, na jinsi wanavyoingia kwenye mahusiano, wengi wanaingia kwa sababu ya kujionyesha utajiri wao. Bwana, mimi ninafanya kazi. Nakumbuka kipindi fulani bwana, kipindi ambacho nimehitimu na bado ndio naanza kujifunza maarifa kwa mara ya kwanza kabisa, ninaanza kukutana na maarifa. Yule mwanamke nilikutana naye kipindi ambacho nimeshahitimu hapo na wasia naye. Wiki ya kwanza kipindi hicho ninajitolea somewhere. Baada ya kuhitimu nilikuwa nimepata nafasi ya kujitolea somewhere. Sasa wakati najitolea kule nilikuwa nalipwa laki kadhaa hivi. Nikamwambia yule mwanamke, mimi bwana najitolea kwenye kampuni fulani kubwa sana. Nikamwambia bwana, mimi najitolea kwenye kampuni ambayo vijana wengi wanatamani kuifikia ile kampuni na vitu kama hivyo, na katika kujitolea pale na tunalipwa hiki hapa kiasi cha mwezi bla bla bla. Kipindi hicho ni bwege, kipindi hicho mimi ni mpumbavu, kipindi hicho sina maarifa. Guess what? Yule mwanamke ndani ya wiki hiyo hakuonyesha interest tena. Ndani ya wiki hiyo mahusiano yalikufa. Na kadri siku zinavyokwenda nikaja kugundua kwamba ninakosea na nilikosea lile kosa na nilijutia kwa sababu nilikutana na maarifa, na from there nikabadilika. Kwa hiyo wanaume wengi wanafanya hili kosa kwa sababu mimi mwenyewe niliwahi fanya. Wanaume wengi wanafanya hili kosa kwa sababu nimewaambia asubuhi nilikopo live na kwenye mada ya mahusiano ambao nimewagusia ninyi mwanzoni wa kipindi, mwanzoni wa hii sababu ya kwanza ya kosa la kwanza, kwamba wanaume wengi wanaamini kwamba mahusiano, wanawake wanataka pesa. Kwa hiyo mahusiano yanataka pesa. Kama una pesa usiingie kwenye mahusiano. Kama una pesa bwana utakiwa kuwa kwenye mahusiano. Wanaamini pesa ndio daraja la mahusiano. Wanaamini pesa ndio daraja la mahusiano. Kwa wanaume wengi wanaingia kwa kujionyesha utajiri wao. Anajiposti kila siku mitandaoni. Kila siku my brother mitandaoni wewe unajiposti tu. Unajionyesha unatembea na magari hili, unatembea na lile. Unafungua vioo bwana uonekane. Bla bla bla. Sio kwa ajili ya lifestyle yako wewe, lakini kwa ajili ya kuwinda wanawake. Unakuwa mtumwa kwa mali zako wewe mwenyewe. Sasa kitu gani kinatokea hapo? Utawavutia wanawake wale ambao wanawinda mali, na watakuja. Sio kama watakuja, watakuja wale walembo na wataka watakuja. Kitu gani ambacho kitakuwepo? Watakuonyesha upendo wa maneno. Ndio huu ambao unausikia. Sio upendo ule wa tabia zao, sio upendo wa matendo yao, sio upendo wa heshima yao, sio mvuto. Ndio maana mzee Soneo anasema mzizi wa anguko la mahusiano mengi kupoteza mvuto. Mvuto ni nini? Mvuto ni asili. Mvuto sio pesa. Mvuto sio maskini wako wewe. Mvuto sio utajiri wako wewe. Mvuto ni wewe mwenyewe. Mwenyezi Mungu aliumba mahusiano, na kama aliumba mahusiano, akuumba mahusiano kwamba mahusiano bwana ili yawepo lazima kuwe kuna kitu, lazima kuwe kuna utajiri, lazima kuwe kuna umaskini. No. Ingekuwa ni hivyo, matajiri wangekuwa hawaachwi. Ingekuwa ni hivyo, maskini wangekuwa hawasalitiwi. Lakini kinachotokea ni vice versa bwana. Wenye pesa wanaachwa pia, wanasalitiwa, na wasio na pesa ndo wanasalitiwa zaidi, na wanasalitiwa vibaya sana. Kwa hiyo matokeo bado ni mabaya. Lakini wanaume bado wameshikilia, wamekaza fuvu, wamekaza vichwa, hawaelewi.
kwa sababu wengi bado hawajakutana na maarifa haya. Lakini wewe unayenisikiliza my brother, badilika. Kwa hiyo wanaume wengi wanajionyesha sana. Siku ya kwanza tumekutana naye, umekuta sehemu mwanamke amekaa, bwana ametumia kiasi gani hapa? Nalipia hiyo, nipe bili mimi. Nalipia bwana, usafiri huu usijali. Leo unaenda huko? Bwana njoo nikubebe bwana. Naomba nikubebe basi, naomba yaani pesa zako wewe unamwomba mwanamke lifti, unamwomba mwanamke umpe lifti. Jinsi gani ulivyomtuma my brother. Na unaamini ndio utaonekana wa kipekee, utaonekana wewe ndio sahihi kwake. My brother, wanawake wanajua mwanaume sahihi ni yupi, wanajua wanachokitaka ni kipi, na wanajua wanachokitaka kwa wakati huo ni kipi kwa mwanaume. Wanajua mbele yako wewe, wanajua kwamba tunataka hiki kwa mwanaume, tunataka kitu fulani kwa mwanaume. Wanajua hilo. Kwa unavyotanguliza pesa, wanajua kabisa wewe bwana sio sahihi kwao. Wanajua kabisa huyu mwanaume sio yule ambaye tunamtaka sisi, sio yule ambaye anatuvutia sisi, lakini kwa sababu ana kile ambacho tunakitaka sisi kwa ajili ya survival kwenye hii dunia, kwa ajili ya kumiliki vitu vizuri, watakuja watakusogelea my brother. Unatakiwa ujue hilo, unatakiwa utambue hilo, unatakiwa uelewe hilo. Kwa hiyo kuna wanaume wengi wanatumia utajiri kunasa wanawake. Utawanasa wengi sana, lakini wewe utodumu kwenye mahusiano. Na kama utadumu, wewe utalea watoto wa wanaume wenzio. Tumesikia kesi nyingi sana, tumesikia usaliti mwingi sana. Kinyume na hapo, tegemea kutotengeneza ndoa, tegemea kutokutengeneza mahusiano imara, kwa sababu mahusiano yako yamewekwa kwenye msingi wa tope. Afu nataka ujenge gorofa. How come? Haiwezekani. Haiwezi kuja. My brother, haiwezi hilo haliwezekani, man, haliwezekani. Kwa hiyo natakiwa ujue wazi kwamba unavyotumia utajiri wako, unavyotumia pesa zako, unavyotumia kwamba mimi bwana, hizi pesa ndizo ambazo zitanihakikishia utiifu wake, sio my brother, sio. Zaidi unaenda kujiweka utumwani, hiyo pesa itatumika zaidi na itanyonywa zaidi na zaidi, kwa sababu mwanamke hayupo hivyo ambavyo wewe uliaminishwa, ambavyo wewe umeambiwa, ambavyo wewe umeonyeshwa. My brother, hayupo hivyo. Narudia tena man, hayupo hivyo, hayupo hivyo. Kwa ndio ujue hilo. Na kuna wanaume wengine ni maskini, hawana kitu. Wanaamini kwamba tukimwonyesha mwanamke bwana sisi ni maskini, mimi bado ni maskini, nivumilie bwana. Ukiendelea kunivumilia mimi ni maskini, basi mwanamke atakuwa na huruma na mimi. Anataka kuingia kwenye mahusiano kupitia daraja la huruma. Mwanamke hana huruma na wewe, ana huruma kwa ajili yake, ana huruma ya maisha yake yeye, ana huruma ya kizazi chake yeye. Kwa hiyo wapo wanaume ambao wanaonyesha maskini, wanaamini wataonewa huruma. Mimi bwana ni maskini, usiniache bwana. Wengine wanasema bwana mimi ni yatima, mimi sina wazazi bwana, ukiniacha mimi nitabaki. Mwanamke hana huruma, hana huruma hiyo ambayo unaitaka. Sio kwamba mwanamke hana huruma, anayo, lakini hana huruma kwa mwanaume ambaye anaingia naye kwenye mahusiano, kwa sababu mwanamke aingii kwa ajili yako wewe, anaingia kwa ajili yake yeye. Sio kwamba mwanamke ana huruma. Mwanamke ana huruma sana. Anaweza akakutana na mwanaume ambaye njiani mwanaume akamwomba pesa, akampa, akamwomba chakula, akamwomba hiki, akampa, akamsaidia kazi, akampa, akamsaidia vizuri tu. Lakini wewe mwanaume wake upande wako na mahusiano ukamwomba kitu fulani, hatakupa. Kwa nini? Kwa sababu wewe unatia huruma kwake. Wewe ukitia huruma kwake unamhatarisha yeye, unahatarisha usalama wake yeye, unahatarisha usalama wa kizazi chake yeye. Sio kama mwanamke ana huruma kwamba mwanamke bwana ni katili, ana roho mbaya. Hapana. Mwanamke ana huruma sana, lakini ana huruma na mwanaume wake.
kwa sababu yule mwanaume ndipo maisha yake alipoyaweka, kwa sababu akimwonea huruma yule, maana tayari anaangamiza maisha yake. Hiyo ndiyo asili yake. Lakini imeaminishwa bwana, ukisema mimi ni yatima, ukisema mimi bwana, wengine wanatumia kauli kama hizi bwana, mimi ni yatima mapenzi. Unavyotongoza jinsi unavyoanzisha mahusiano, unaingia kwenye mahusiano kwamba bwana, mimi ni yatima mapenzi, nimekuwa ninasalitiwa kila siku. Wewe kasome kitabu cha Amri 10, utaelewa kwamba utakiwi kutia huruma, utakiwi kuonyesha kwamba una pesa. Mambo onyesha kwa ajili yako wewe, fanya kwa ajili yako wewe, sio kwamba ufiche eti bwana, nipo kwenye mahusiano na mwanamke asinione kama na pesa, basi niishi maisha mabovu, nivae vibaya, niwe mchafu. No. Bwana, nimpime mwanamke tabia, nifiche utajiri wangu, nifiche magari yangu, nivae manguo machafu ili nimtongozi, nione kama napenda pesa ama sio. No. Hizo zote ni drama. Hizo zote ni wanafanya wanaume wasiokuwa na maarifa, wanaume ambao wasiojua utambuzi. Kuna namna ya kumtest mwanamke, kuna namna ya kumpima mwanamke, kwa sababu sisi wanaume watawala tunaangalia matendo. Matendo hayawezi yakaficha tabia ya mwanamke, kwa sababu matendo ndio uhalisia wake. Kuna namna ya kumjaribu mwanamke, kuna namna ya kumpima mwanamke, kuna namna ya kumweka mwanamke, kuna namna ya kumfunua mwanamke awe uchi mbele yako. Sio uchi wa mnyama, awe uchi kwenye akili yake, awe uchi kwenye mtazamo wake, yani awe wazi kabisa. Unamuona kabisa, okay, huyu bwana afai, huyu bwana anafaa. Usio mtumwa kwa ajili ya pesa zako, usio mtumwa, bali utambue. Kwa hiyo jinsi wanaume wengi wanaoingia kwenye mahusiano, hilo ndilo kosa kubwa wanalolifanya. Hilo ndilo kosa kubwa sana. Wanaamini kwamba tukiingia kwenye mahusiano na huyu mwanamke, tukionyesha kwamba tuna pesa, atajali. Kwa nini? Kwa sababu ataona kwamba hapa pana usalama, hapa pana maisha, hapa pana uwekezaji, hapa pana uzazi, hapa pana my brother. Unazungumzia asili ama unazungumzia mtazamo wa akili zako wewe finyu zilizoishia hapo? Kama unazungumzia akili hizo, basi sawa. Kwa akili hizo bwana, mwanamke atakuelewa, lakini kwa akili ya asili, maarifa ya kina, hawezi kuelewa. Hawezi kuelewa. Kwa nini nasema hawezi? Kwa sababu mwanamke atazami kama unavyotazama wewe, afikiri kama unavyofikiri wewe, kwamba pesa zako wewe ndizo zinamhakikishia usalama. Kama zingekuwa zinamhakikishia usalama, mbona tunaona tajiri analeta kesi ya zalani kwamba mwanamke wangu bwana amesaliti na houseboy wetu ambaye alikuwa ni garden care, alikuwa ni pale ni mlinzi, na alikuwa ni dereva wetu, alikuwa ni bodaboda tu ambaye anatuletea mizigo hapa na pale, lakini ndiye ambaye amezaa na mke wangu. Hizo kesi mbona zinakuja? Kama mwanamke angekuwa anaona kwamba pesa na utajiri ndio kila kitu, mbona ametoka nje? Mbona wanaume wanabaki leweki? Sio hicho, sio cha kushikilia. Unatakiwa mtafute jibu la kweli, mjue wapi mnapokosea, mjue kosa kubwa mliokuwa mnalifanya ni lipi mlivyoanzisha mahusiano. Ukikosea kuanzisha mahusiano, ujue ndio safari ya anguko lako kimahusiano. Ukikosea kuanzisha mahusiano, ujue ndio safari ya anguko lako kimahusiano. Ndio ujue hilo wazi, ndio ulitambue hilo my brother. Yaani ukikosea siku ya kwanza ukaingia kwa ajili ya pesa, ujue wewe umeshaharibu mahusiano, kwa sababu umeenda kinyume na asili. Na mwanamke anajua hilo. Anajua kwamba huyu mwanaume ambaye anatanguliza pesa ni mwanaume ambaye ajitambui. Ni mwanaume ambaye kama ametanguliza pesa kwangu mimi, manake ni mwanaume ambaye aheshimu jasho lake, aheshimu pesa yake. Na kama aheshimu pesa yake, ametumia pesa yake kunipata mimi, atashindwa vipi kuitumia pesa yake kumpata mwanamke mwingine ambaye ni mrembo zaidi yangu mimi, ambaye atakopo ni mwenye ujuzi kuliko mimi, ambaye atakopo anapendeza kuliko mimi? Atashindwa vipi? Kwa mwanamke anakuwa anakosa usalama, anakosa kujihakikishia ulinzi wa mahusiano, anakosa hilo. Na kama anakosa hilo,
inapelekea tafute mahusiano ambayo yatakuwa ni salama. Mahusiano gani? Ndio ile mahusiano ambayo anakutana ametoka na bodaboda. Mahusiano gani? Ndio maana ametoka na ule mlinzi. Mahusiano gani? Ndio maana ametoka na houseboy wake. Kwa nini? Kwa sababu ule houseboy anamhakikishia usalama. Kivipi? Kwa sababu huyu ni mwanaume ambaye ni houseboy ambaye anajikubali yeye kama yeye. Amekuja kwangu kwa kutazama nini anachokitaka kwangu mimi. Kwa sababu najua sisi wanaume, kwa sababu najua kwamba sisi wanawake tupo tofauti. Kwa hiyo kama ameweza kuona kitu cha tofauti kwangu mimi, naamini ni kitu ambacho anajua alichokuwa anakitaka yeye. Kwa kama alikuwa anajua anachokitaka na amekifuata kwangu mimi, basi huyu mwanaume anajitambua. Kama anajitambua, ni mwanaume anayejua anachokitaka kwenye hii dunia. Kwa hiyo kama anajua anachokitaka, nipo sehemu salama kuweka maisha yangu. Hiyo ndiyo asili, my brother. Hiyo ndiyo akili ya mwanamke. Ndivyo anavyotafsiri. Lakini wanaume wengi mabwege, upumbavu, wanaamini kwamba nikitanguliza pesa basi huyu mwanamke ataona bwana, kumbe ni mwanaume huyu wa thamani sana. Kuna mwanaume kama huyu, mbona anajitoa sana? Bwana, nisipoteze hii bahati. Hii bahati bwana, ni bahati ambayo imenitembelea na maombi ni mengi nilifanya. Bwana, sio hivyo. Mwanamke haoni hivyo. Kwa hiyo jinsi ambavyo unaanzisha mahusiano ndiyo ambayo imekuwa ikiangusha wanaume wengi, ndiyo ambayo imetabiri anguko la mvuto. Kwa sababu wanaume wengi wanatanguliza mapenzi. Bwana, mimi mwanamke huyu bwana nampenda sana, lakini uangalie huyu mwanamke analeta nini kwenye maisha yangu mimi. Huyu mwanamke anaheshimu jasho langu, huyu mwanamke anaheshimu njia zangu, na ili aweze kuheshimu kama wewe hujiheshimu. Na swala la heshima nimechambua kwa kina sana ndani ya Akili Yenyewe. Nenda kwenye kipindi cha kwanza, cha pili, cha tatu, kajifunze uelewe heshima unaitazama vipi. Mpaka kipindi cha 5, cha 6, kajifunze pale uone heshima ni nini, unaitazama vipi. Kwa hiyo mambo yamegawanyika ambayo nazidi kuyaunganisha kwa wewe. Ndio maana nimekuletea hili somo. Nilikwambia kwamba somo la Akili Yenyewe halijaisha, lipo na linaendelea na litaendelea. Kwa hiyo unatakiwa ujue kwamba unapoingia kwenye mahusiano usitumie huruma kama daraja. Huruma upande wako wewe, useme bwana, mimi naingia kwenye mahusiano kwa sababu namuonea huruma huyu mwanamke, ni maskini, kwa sababu huyu mwanamke ana shida sana, huyu mwanamke ana tabu nyingi. Ukaamini ile huruma unayompa ndio naye ataipokea vile vile, kwamba huyu mwanaume ameniona mimi na maisha magumu, huyu mwanaume bwana amenitoa kwenye familia ambayo nyumba ilikuwa inavuja, huyu mwanaume amenijengea. Sio, atazami hilo, kwa sababu anaona huyu mwanaume bora ananipa vitu ambavyo vipo nje ya thamani yangu, bora ananipa nje vitu ambavyo vipo ndani. Okay, ndio maana ananipa vitu ambavyo vipo nje ya thamani yangu, ananitukuza. Okay, kumbe mimi ni mtamu sana. Kumbe mimi ni mrembo sana. Kumbe mimi ni mtundu sana. Okay, kumbe ndio pawa yangu hiyo. Ndio maana unashangaa mwanaume ana kila kitu, ana magari, ana maisha mazuri, lakini mwanamke wake ana kiburi, mwanamke wake anamwendesha, mwanamke wake anampelekesha, kwa sababu mwanamke tayari ashajua pawa yake ni yeye. Kwa hiyo kama amejua pawa yake ni yeye, nini kinatokea? Akijua pawa yake ni yeye, inamaanisha anakuwa na ego. Na akiwa na ego, tayari unaenda kuigusa asili yake. Kivipi? Asili yake kuna kitu kimoja kinaitwa hypergamy. Niliwadokezea. Hypergamy ni ile hali ya mwanamke kutaka kikubwa zaidi. Ni ile hali ya kuwa kwenye mahusiano na mwanaume ambaye yupo juu yake yeye, na sio mwanaume ambaye yupo chini yake yeye. Kwa hiyo mwanamke atakuona wewe upo chini yake yeye, na ndio ambao unashangaa bosi, mke wa bosi anatoka na mfanyakazi wake. Kwa nini? Kwa sababu mfanyakazi katika asili yake, mwanamke anamwona mfanyakazi ni yupo juu kwenye asili. Kumbuka, huyu bosi akinyang'anywa pesa, akafilisiwa, amna kichobakia. Ndio unatakiwa ujue hilo. Ukinyang'anywa pesa, ukinyang'anywa mali, nini kinachobakia?
Lakini mfanyakazi ana pesa, ana mali, nini kilichobakia? Ana wanaume wake, ambaye ule msingi wa wanaume wake ndio ambao umempa kazi na ndio ambao anafanya kazi. Lakini wewe na utajiri wako una wanaume. Kwa hiyo hali inapelekea mwanamke atafute survival. Kwa hiyo wewe kumpa vitu vingi, usifikiri mwanamke anaona kama unavyoona wewe. Haoni hivyo. Hawaoni hivyo, my brother. Ndio kujua hilo. Hilo ni kosa kubwa sana ambao wanalifanya wanaume wengi kwenye mahusiano, na linapelekea mahusiano yawe mabaya sana, napelekea mahusiano yawe mabaya sana. Mzee Sonelo anasema mahusiano mengi ya sasa hujengwa kwenye mambo makuu mawili. Mahusiano mengi ya sasa hivi yanajengwa kwenye mambo makuu mawili. Moja, kupitia kumtamanisha, yani kumnasa mwanamke kwa tamaa. Sikiliza vizuri sana. Sikiliza vizuri kwa kina. Sikiliza vizuri sana. Sikiliza. Mahusiano mengi ya hivi sasa yanajengwa kwenye mambo makuu mawili. Jambo la kwanza, tupate ukimya kidogo ili uelewe kwa kina. Jambo la kwanza, tupate utulivu ili uelewe kwa kina. Wanatumia njia ya kumnasa kwa kumtamanisha mwanamke kupitia tamaa. Kumtamanisha, yani kumnasa mwanamke kwa tamaa, kwa kumwonyesha utajiri wake, utajiri wao, utajiri wako, mali zake, mali zao, mali zako, ili uwashe tamaa, kwa sababu hivyo vitu vinapelekea maisha yaweze kuwa rahisi. Ukiwa na pesa unapata kila kitu ambavyo unaweza ukafikia, ukalala vizuri, ukala vizuri, ukamiliki vitu vizuri, kwa sababu vitu vingi vipo sokoni kupitia pesa. Kwa hiyo wanaume wengi wanatumia njia moja wapo kati ya hizi mbili, ambapo njia ya kwanza ni kumtamanisha mwanamke, na hii wanaifanya wanaume wengi sana. Kivipi? Kwa namna gani? Kwa nini? Kwa maana mmefundishwa huko nje kwenye movie, kwenye maigizo, kwamba wanapenda pesa, wanataka pesa. Hivyo ukipata pesa, basi wewe utachukua aina yoyote ya mwanamke, na umekuja na pesa zako sasa. Umekuja na pesa zako hivi sasa ili kumnasa, ili kuwapata aina yoyote ya mwanamke ambaye unamtaka wewe. Mzee Sonelo anasema msingi wa mahusiano mengi ya sasa umejengwa kwenye mambo makuu mawili. Jambo la kwanza ni kumtamanisha, yani kumnasa mwanamke kwa tamaa, kwa kumwonyesha utajiri. Kwa sababu ukiangalia movie nyingi sana, unaona mwanaume mwenye pesa ndiye ambaye anakubaliwa na wanawake, na yule asiye na pesa anaona ana struggle sana. Wanawake wazuri wanamkataa, wanaambia una nini wewe, utatupa nini wewe, utatufanyia nini wewe,
wewe mbona utufai bwana, wewe mbona uendani na sisi wewe. Unaona jinsi gani mwanaume ambaye akiwa na pesa anateseka sana kupata mahusiano. Lakini unaona mwanaume ambaye mwenye pesa, jinsi ambavyo anachagua wanawake anaowataka, anaingia kwenye mahusiano anavyotaka, anakuwa kwenye mahusiano imara mazuri, anaenjoy, anapata utiifu. Lakini zile movie hazionyeshi mpaka mwisho, ila zinaonyesha tu mwanzoni mahusiano yanavyoanza. Kwa hiyo akili ile ile wanaume wanaibeba kwenye movie, kwenye nyimbo, wanaamini kwamba ile akili inawezekana kwenye uhalisia. Kama nilivyogusia mwanzoni, yule mwanaume ambaye amebisha kata amesema kutokana na experience, inamaanisha kwamba alikutana na wanawake ambao wakoloni, kwa sababu kuna wanawake aina mbili. Kuna wanawake ambao wao thamani yao wanaielekeza kwenye pesa, wanaiona thamani yao ya juu ni pesa. Kwa hiyo ukija wewe ambaye una pesa, watakutiti hovyo, watakudhalilisha, watakukimbia. Kwa yule mwanaume alikuwa na uchungu sana, kwa sababu alijitahidi sana kutoa kidogo alichonacho, lakini akaachwa. Kwa hiyo akaamini bwana, au wanawake wanataka pesa, kwa hiyo natakiwa nitafute pesa. Kwa hiyo mahusiano mengi yanajengwa kupitia msingi wa wanaume kukosa jinsi ya kuanzisha mahusiano, kwa kukosa msingi na maarifa ya kumtongoza mwanamke kitawala. Unatumia pesa. My brother, man, kama umekuwa unaingiza mahusiano yako pesa na unatongoza wanawake kwa kuwanasa tamaa, kwa kuwatamanisha. Unawatamanisha kivipi? Kupitia mitandao ya kijamii. Unaposti upo na pesa, umeshikashika pesa pale, unaposti unakula maisha mazuri, alafu unasema bwana, nina pesa kiasi hichi, mwanamke yote ambaye yupo free bwana, tutoke auti, mwanamke yote ambaye bwana bla 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 ni DM bwana, hivi vile. Wewe unatumia pesa kama chambo. Huo ndo msingi wa kwanza. Na msingi wa pili unasemaje? Tusikilize. Msingi wa pili ni kupitia huruma, yaani kumwonyesha kwamba akuvumilie, baadaye utaweza kuinuka, ila kwa sasa una pesa wala utajiri, isipokuwa kwa sasa una mapenzi ya kweli kabisa. Man, mwanamke kukuvumilia wewe, akuvumilii kwa ajili yako wewe. Unatakiwa ulijue hilo. Akuvumilii kwa ajili yako wewe, kwamba wewe ni maskini, una pesa, basi anakuvumilia tu kwa sababu ya huruma yako wewe. Sio, my brother. Mwanamke anajua kabisa wazi, huyu ni mwanaume ambaye miaka ijayo atakuwa tajiri, au miaka ijayo atapata pesa. Kwa sababu mwanamke ana uwezo wa kusoma njia zako, kusoma wanaume wako, kusoma juhudi zako, kusoma njia zako. Mwanamke ana uwezo huo, lakini wanaume wengi hawajui, wamekuwa wakitukuza wanawake wakiamini bwana, huyu mwanamke alinivumilia katika shida na la. Lakini mwanamke yule alikuwa anajua kwamba wewe utafanikiwa, kwa sababu ana uwezo wa kunusa, kwa sababu ana uwezo wa kuona, kwa sababu ana uwezo huo wa kutambua kwamba huyu mwanaume unavyomwona anavyoenda huyu, miaka kadhaa huyu atakuwepo sehemu fulani kiuchumi. Kwa hiyo anaendelea kujishikiza hapo. Kwa hiyo wanaume wengi wanakuwa wanaanzisha mahusiano wakionyesha bwana, mimi saizi sina, lakini mipango yangu ndo hii na hii na hii na hii. Kwa hiyo wanakuwa wanajiuza kwenye mahusiano, wanakuwa wanajiuza kwa wanawake, alafu wanategemea heshima. Meblazo, huyo mwanamke anajua wewe unamuomba, na kama anajua unamuomba, maana yake yeye ndiye mwenye thamani, na kama yeye ndiye mwenye thamani, wewe una thamani. Kama una thamani, yeye hayupo salama. Kwa hiyo wanawake wanaelewa hilo, na wanaume wengi
wanakuwa wanajiingiza kwenye utumwa wa kimahusiano. Mara baada ya kuwa matajiri, unakuta kila kitu anamfanyia mwanamke wake, avai vizuri, ali vizuri, lakini anasema bwana, mwanamke wangu akila vizuri na mimi nimekula vizuri. Anakuwa mtumwa kwa mwanamke wake, kwa mahusiano yake, anakuwa mtumwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu aliweka mahusiano kwenye pesa. Yaani anaamini yeye mahusiano ni pesa, kwamba nivumilie bwana, mimi nitapatikana kwako. Mapenzi ya kweli ni yapi? Mapenzi ya kweli ambao wanayaona wanaume, ambao wanasema wanaume, ni kukubali dharau. Mwanamke ananijibu ovyo kwa sababu sina pesa. Basi tu bwana, kwa sababu sina pesa nifanyaje? Ndio maana ananijibu ovyo, ngoja tu nivumilie bwana, kwa sababu sina pesa ndio maana ananitukana, ndio maana aji ninavyotaka, ndio maana anabadilisha mipango, kwa sababu sina pesa, ngoja tu basi. Hao ndio mapenzi wanaoyaona wao, lakini hawajui kama kuna mvuto, hawajui kama kuna heshima. Kwa hiyo wanaume wengi wanaingia kwenye mahusiano kupitia misingio miwili, au ni makosa makubwa sana jinsi ambavyo wanaanzisha mahusiano. Wewe jiulize, unaanzisha mahusiano kwa misingi upi? Unaingia kama mwanaume ambaye unaingia kwenye mahusiano kwa kuchagua mwanamke, kwa kuchukua mwanamke, ama unaingia kwenye mahusiano kwa ajili ya kuchaguliwa na mwanamke? Na unaingia vipi? Unafanya vipi? Nimekwambia chukua kitabu cha Amri 10 za kumtongoza mwanamke na kuanzisha mahusiano yako kitawala. Huko ndani ndiko ambako utakutana na maarifa, utakutana na mwongozo, utakutana na maarifa, utakutana na njia za kina ambazo sitozidokeza hapa. Utaenda kusoma wewe, utachimba wewe madini, mimi nitakugusia tu, ila misingi mingine utaikuta mule ndani, kwa sababu ingekuwa ina haja kuandika kama ningeweza kukufundishia hapa, lakini ninaelewa kwa nini nimekuandikia, kwa sababu kuna haja ya wewe kupa picha taratibu. Ndio uwekeze kwa kina, ujifunze maarifa haya. Mzee Sonelo anasema msingi na misingi hii miwili ni kosa kubwa sana. Ni kosa kubwa sana kuweka mahusiano kwenye misingi na kwenye msingi wa huruma na msingi wa tamaa au hali ya tamaa kama chambo kimahusiano. Ni kosa kubwa sana. Ni kosa ambalo utakiwa kulifanya wewe mwanaume, kuweka chambo kwamba huyu mwanamke sababu ana maisha magumu, ngoja nitumie hali yake maisha magumu kumpata yeye. Huyu mwanamke kwa sababu ana maisha mazuri, ngoja nitumie maisha yake mazuri kumpata yeye. Kwa sababu mimi na maisha mabaya na umaskini, ngoja nitumie umaskini wangu kumpata yeye. Ni kosa kubwa sana, kwa sababu wanawake waingii kwenye mahusiano kwa ajili yako wewe. Kitu cha kwanza hicho, hawaingii kwenye mahusiano kwa ajili yako wewe mwanaume. Kitu cha pili, hawaingii kama vile unavyoingia wewe. Hawatazami mahusiano kama unavyoyatazama wewe. Hawaingii kwa namna hiyo mablaza. Ijapokuwa kwenye akili ya mantiki na uhalisia, ukipima hata wewe mwanaume na wanaume vijueni, mkipiga mahesabu inaingia akilini kabisa, inaingia akilini kwa kisi kwamba upo sahihi. Na upo sahihi kivipi? Kwamba nikimwonyesha pesa, kwa sababu huyu anahitaji pesa, atanipenda kwa sababu na msaidia matatizo yake, kwa sababu na tatua changamoto zake. Nikimwonyesha kwamba na umaskini na nitafanikiwa, na nikimwonyesha mipango yangu akaona kweli na mipango, basi ataweza kuwa mwema, ataweza kuwa msikivu, ataweza kuwa mtulivu na atakuwa mwaminifu kwangu. Kuna akili inaingia hilo, lakini mwanamke anajitazama yeye na kizazi chake. Akili
ya mwanamke ipo tofauti na yako, na mwanamke mwenye akili ndiye atakaye kubaliana na wewe. Uko wale wengine utaona wajinga, sababu wanakukwepa na wanakwepa bahati. Ukitanguliza tamaa, ukitaka uonyeshe hali ya tamaa kwamba utumie pesa zako bla bla bla, wapo ambao watakubali my brother. Sio kama watakataa, watasema wewe mwanaume hujitambui. No, watakubali, watapokea pesa, watapokea maisha, watapokea ndoa, wataishi vizuri, watakula vizuri. Lakini wapo ambao watakukimbia tangu siku ya kwanza. Umekuwa ushahidi unao, tangu siku ya kwanza wewe mpaka hivi sasa, miezi mitatu, miezi minne, umekuwa unatuma pesa, umekuwa unamwonyesha pesa, lakini mwanamke bado anakukataa. Unajiuliza nifanye nini? Natumia njia tofauti tofauti, natumia mbinu tofauti tofauti. Nimwambia ongea chumvi, nimwambia bwana nenda akapate mafuta, nenda akapate hiki, nenda bwana kuna hili na lile, lakini bado hakuna matokeo. Hakuna matokeo. Kwa hiyo wanaume wengi wamebakia bwana, wanawake eleweki bwana. Sio kweli my brother, sio kweli. Sio kweli kwamba hawaeleweki, sio. Ila ni wewe ambaye unaamini njia unayoitumia ndiyo ambayo itaenda kumnasa mwanamke, kwamba ukionyesha una pesa utamwonyesha kwamba wewe ndiye bahati yake. Ukimwonyesha kwamba wewe una utajiri utamshawishi kwenye maamuzi na kumfanya akupende. Lakini hilo ni kosa kubwa ambalo wanalifanya wanaume wengi kimahusiano, jinsi ambavyo wanaingia kwenye mahusiano. Mifano mingi nimekupa na mifano mingi ipo, na mingine ambao ni wewe mwenyewe umekuwa ukishuhudia, ukitanguliza pesa, ukitanguliza huruma, ukisema bwana mimi nimeachwa sana kwenye mahusiano, mimi bwana nimekuwa nimeachwa, lakini naye anaenda kukuacha vile vile kama ulivyokuwa unaachwa na wale wengine. Wewe ni yatima mapenzi, anakubakisha yatima vile vile kama alivyokuta yatima kwa mapenzi ambapo unavyosema. Kwa sababu wanawake hawaingii kwa ajili yako. Wanawake wanaingia kwa ajili yao, wanaingia kutanguliza usalama, wanaingia kutanguliza samani, wanaingia kutanguliza samani kwenye mahusiano. Kwa hiyo unatakiwa ujue hilo my brother. Mwanamke anavyoingia anatazama yeye atafaidika nini, kizazi chake yeye kitakuwepo vipi, watoto wake watakula vipi, wataishi vipi. Lakini wapo wanawake ambao watakuchekelea, watakupiga makofi. Safi sana. Wale ambao ni wakoloni ambao wanapingana na asili yao, ambao unatakiwa wajue pia, ili unavyoingia kwenye mahusiano ujue ni wanawake aina gani ambao unawakaribisha kwenye maisha yako wewe, ni wanawake aina gani ambao wanakukaribia wewe my brother. Kwa hiyo Mzee Sonelo anasema kwamba misingi miwili ni kosa kubwa sana, ni kosa kubwa sana kupitia msingi wa huruma ama hali ya tamaa kujenga mahusiano. Je, mahusiano yanajengwa vipi? Nimekwambia chukua kitabu cha Amri 10 za kuanzisha mahusiano, kwa sababu ndipo kuna majibu ya kina, kuna uchanganuzi wa kina wa kosa kubwa ambalo wanaume wengi wanalifanya. Utakuta pale wamesema kosa kubwa ndilo linaanzia hapa. No, utakutana na hekima ya utangulizi wa asili ya mwanamke, namna ambavyo mahusiano yalivyo. Msingi wa mahusiano upo vipi? Msingi wa mahusiano unatengenezwa na nini? Msingi wa mahusiano nguzo yake ni ipi? Msingi wa mahusiano sio pesa, sio muonekano wako wewe mwanaume, kwamba mimi ni mfupi bwana, kama ni mfupi basi sitoweza kuwa na mahusiano na wanawake walembo wanaovutia, basi nitakopo tu na mahusiano wa kawaida. No, kwa sababu asili ya mwanamke haijali mfupi, haijali wewe ni kilema, haijali wewe ni kipofu,
haijali wewe bwana ni mrefu, ni mwembamba, ni kibonge, haijali hilo. Kwamba wewe ni kibonge, haijali hilo. Inachojali ni wanaume wako wewe, my brother. Kwa unatakiwa ujue hilo. Unatakiwa ulitambue hilo. Kwa hiyo ukitaka kutengeneza mahusiano imara, ukitaka kutengeneza ndoa imara, ukitaka kutengeneza ndoa bwana ambayo inaenda kudumu kweli kweli, ndoa ambayo inaenda kudumu, ndoa imara kweli kweli, unatakiwa ufanye vipi? Unatakiwa uendelee kufanya nini? Unatakiwa tuendelee kuwa pamoja ndani ya kosa kubwa. Yes. Leo kipindi chetu kitakuwa kifupi sana. Tumegusia utangulizi wa kosa la kwanza, na kipindi kinachofuata tutaingia ndani zaidi ya kosa la kwanza kwa kina zaidi na kwa uelewa zaidi na kwa utambuzi zaidi na zaidi. Bila shaka unanielewa. Bila shaka unanielewa kwa kina. Bila shaka unanielewa kwa kina. Unatakiwa unisikilize kwa makini sana. Unatakiwa uyasikilize maarifa kwa utulivu wa hali ya juu, ili uweze kufikia maarifa haya, ili uweze kufikia utambuzi, ili uweze kuelewa, ili uweze kufahamu, ili uweze kufikia kusudio la haya maarifa. Unatakiwa uwe na utulivu wakati wa usikilizaji. Utenge muda wa kujifunza, utenge muda wa kukaa darasani, utenge muda. Na wapongeza sana wale wote ambao tumekuwa pamoja kuanzia mwanzo mpaka hapa mwisho wa kipindi chetu cha kosa kubwa, kipindi chetu cha 3, kosa kubwa. Chukua nafasi hii hapa, subscribe kwenye channel yetu. Kama ulikuwa bado, nenda subscribe kwenye channel yetu, bonyeza alama ya kengele, washa notification, pia comment kwenye hii somo. Kosa kubwa unaliona vipi? Na kosa kubwa mko kulifanya kwa namna gani upande wako wewe? Na kosa kubwa limekuletea matokeo gani mabaya? Na kama kuna matokeo mazuri utashare na sisi tuyaone na tuyasikie kutoka kwako. Na usahau kulike, kushare kwa watu ambao wanataka wajifunze, kwa wanaume ambao wanataka wajifunze, wapate haya maarifa kwa kina zaidi na zaidi. Njoo darasani wewe mwanaume mtawala. Njoo darasani wewe mwanaume mtawala. Njoo kwenye darasa la wanaume watawala. Darasa ambalo nakutana na wanaume ambao wamewekeza nguvu zao, wamewekeza njia zao, wamewekeza maono yao, wamewekeza mipango yao, wamewekeza taratibu zao kufikia misingi ya maisha yenye maana kweli kweli. Unajiunga kwa shilingi 20,000 za Kitanzania. Kwa mwezi utawekeza 20,000 na wakati hiyo unapata madini tofauti tofauti ndani ya darasa, ukiwa na wenzio pale, maswali hapa na pale, na uchambuzi wa kina wa mahusiano na kesi tofauti tofauti za mahusiano ambazo zitatoka katika watu binafsi. Faida mojawapo ni kwamba ukiwa ndani ya darasa, utatuzi wa kesi ya mahusiano utalipia, kwa sababu kuna gharama za wale ambao wanaita kesi zao kwa ajili ya kutatua kesi ya mahusiano. Ina gharama yake. Kesi ya ndoa ina gharama zake. Bwana, mimi ndoa yangu ina matatizo, nataka kuiweka sawa. Mwalimu Sonelo, tunafanya vipi ili niweze kurudisha amani, upendo, furaha, heshima? Nasema okay, hapa tunafanya hivi na hivi, gharama ni hii na hii, basi simama hapa na tunatatua 1, 2, 3. Kwa hiyo jiunge ndani ya darasa kwa pamoja ndani ya sauti ya mzee Sonelo, nyumba ya maarifa. Ukiwepo na shida binafsi,
unataka ujifunze misingi kwa kina, unataka uulize swali, unataka upate maarifa, unataka upate mwongozo, unataka upate kozi binafsi. Bwana, mimi nataka nipate kozi, nataka nijifunze, unipe kozi ambayo ya mvuto, unipe kozi ambayo ya kujenga mahusiano, unipe kozi ambayo ya bla bla bla, kozi kwa ajili ya kuhakikisha tunajenga mahusiano yako. Namba hizo hapo, kumbuka. Na wale wote ambao namba za simu za moja kwa moja, wale wote ambao wanatumaini kwamba unifikie, tuweze kuweka sawa, tuweze kutatua ile tatizo, tuweze kujenga na kuendelea katika kuweka imara zaidi na zaidi katika masuala zima ya maisha, tukafurahie mahusiano, tukafikie maana mahusiano, tukafikie maana ya mahusiano kama ambavyo imekusudiwa. Mahusiano ni mazuri sana, mahusiano bwana. Kumbuka, wale wote ambao wanatumaini, wale wote ambao wanatumaini kwamba mahusiano yatakudumisha maarifa, hamna. Katika kujenga mahusiano, wengi maarifa hamna. Katika kuweka imara msingi, ungekuwa na enjoy mahusiano, ungekuwa na furahia mahusiano, kwa sababu mahusiano kwa sure ni mazuri. Maarifa ambayo tunakuletea sisi hapa Sauti. Upo kwenye ndoa, unateseka, mwanamke wako bwana, kuna unyumba, kuna sex, ni drama kila siku, sio bahati mbaya. Wale wote ambao wanatafuta waganga, wanatafuta maombezi, lakini kama hujasimama kwenye njia zako wewe, kama unafanya makosa haya, kama haujui akili yenyewe, wewe unastahili hayo yote ambayo nakufanyia, unastahili my brother. Tukutane kwenye kipindi kijacho once again, na wakubali sana wanaume watawala once again. Thank you. Maarifa ndani ya nyumba ya maarifa, kwa kujenga mahusiano imara na vijana makini. Maarifa ndio msingi wa mafanikio na maisha yenye maana. Maana ya maisha huzalishwa ndani ya msingi wa utambuzi dhidi ya asili ya ulimwengu huu wa mwili. Maarifa, maarifa, maarifa. Yeah. Tupo na mzee Sonelo pamoja na mwalimu Sonelo ndani ya sauti ya mzee Sonelo. Tupo na mzee Sonelo pamoja na mwalimu Sonelo ndani ya sauti ya mzee Sonelo.